Wageni watano walienasa katika lifti bila kujua abiria mmoja alikuwa ni shetani. Picha hii inaanza na hadithi yangu, msimulizi wako Fei Bash, nikiwa mitamboni kukuletea bwana hili hapa ambalo linaitwa The Devil ama Devil. Hii picha ni ya kusisimua na hata ndo maana nimeanza na andiko kubwa ama neno la Mungu ambalo linapatikana katika Mwanzo Petro mstari wa 5 mpaka wa 8. Kwa hiyo nenda kasome, ni huu hapo. Huyu hapa ni askari ambaye anaitwa Bowden, na huyu ni rafiki yake wa karibu. Huyu rafiki leo alikuwa anampa Bowden pole ya kwamba amefiwa na kizazi chake ama na familia yake. Mkewe Bowden amepata ajali akiwa na mtoto. Huyu askari Bowden anamwambia swaiba wake, inaniumiza na hata nikifikiria na kukumbuka kwamba kwa nini mke wangu amekufa, na hata huyo mtu aliyeua familia yangu hakuja wala kuichukua kuipeleka hospitali. Kwa hiyo leo alikuwa anapewa pole. Picha inahamia huku baada Bowden kupigiwa simu kwamba kuna mtu amejitoa maisha yake yeye mwenyewe, yaani amejiua. Kwa hiyo hapa amekuja kufuatilia kesi inavyoendelea. You sure he wasn't thrown? He's got a rosary in his hand. Your guy jumped from that building. Let's walk it. Bowden baada ya kuliangalia tatizo anaanza kulifanyia kazi. Upande tunaona watu wakiwasili katika jengo kubwa na wengine wakiwa na haraka, na hata dada na bibi hapa wako nje wakisubiria, na wakaanza kuingia ndani ya lifti, na mwisho wa siku wakakamilika watu 5. Huyu anaitwa Ben mwenye asili ya Kiafrika, na huyu bidada jina lake halijajulikana, na huyu hapa anaitwa Vice, na huyu hapa dada Sala, na jamaa yetu mmoja wa mwisho ambaye anaitwa Tony. Ikiwa lifti katikati ya safari, mara ghafla ikaanza kuleta matatizo, na hata watu ambao wanaongoza yani hizi lifti na kamera zote za hapa ambao ni Lusting pamoja na Ramirez waliona hii lifti tayari ishafanya matatizo, na kama imeshafanya matatizo ikabidi apigiwe mtu ambaye anaitwa Dawit, yeye ndio fundi mitambo. Call Dwight. Yo, Dwight, you got a problem. The elevator? Just go up to the machine room and check it out, okay? Baada ya kumpigia Dawit, huku Beni anaanza makelele na huyu mwanamama ambaye anamwambia, kwa nini wewe ni askari alafu umekuja humu bila kuwa na kidude chochote, ama wanaita radio call huna, kwa sababu gani? Wewe ni askari gani? Yeye na Vince wakaanza kumkandamiza, na Beni akajifanya kama anataka kufungua, lakini huku wanaendesha hizi kamera wakamwambia, jamani tulieni, hakuna kitachoharibika, tushampigia fundi na atakuja na atarekebisha na kila mmoja wenu atakuwa yuko salama. Kwa hiyo mwache makelele, mwache kupigishana. Jamaa akaanza kujibu, lakini sasa kwa kuwa hawasikiki upande wa pili, ila wao wanasikia kila kitu ambacho kinatoka huko, akamwambia, jamani tafadhalini, hatuwasikii. Kama hatuwasikii, tafadhali mkae kwa kutulia. Basi kidogo watu wakapata kama faraja, kwa kuwa wanaonekana na kwa kuwa wanasikika. Na jamaa hata alipotaka kupiga simu iende nje ili mradi amwambie mwajili wake tatizo ambalo amelipata ndani ya lifti hii, lakini humu ndani network ikawa hakuna. Upande wa hapa tunamwona Bowden askari polisi akiwa na mpelelezi mwenzie wakiendelea kuchunguza. Hapa wanakanyaga vigae. Hivi vigae viliwatatanisha, wakataka kujua nini chanzo cha hivi vigae. Hapa mbele wakamkuta mzee akifanya usafi bila kuwa na tahadhari, na bila kujua kama hapa anapofanya usafi juu bado vigae vinadondoka. Askari anajikuta anaokoa maisha ya watu wawili kwa wakati mmoja, yani mfanya usafi pamoja na huyu. Upande huku lifti fundi ameshafika Dauti. Baada ya kufika Dauti anamwambia, hakika mbona kila sehemu nayoangalia ya huu mtambo naona uko sawa, hakuna sehemu yoyote ya lifti ambayo imefanya tatizo. Jamaa akamwambia, hakika jamani, fundi amefika na endeleni kuwa wastamilivu, kila kitu kitakaa sawa. Huku Beni yeye anaanza kudondoka ama kulegea kutokana alikuwa na tatizo la asthma, kwa hiyo nguvu zinamwisha. Tony baada ya kusikia maneno haya ilibidi apapachue
alau kidogo hewa izidi kuingia. Si mnajua tena mkiwa ndani ya lifti jamani, matatizo matupu, hewa inakuwa ni moja tu ya AC. Sasa hewa hiyo ilishakatika kutokana na lifti haitembei wala haifanyi kazi. Basi fundi akaendelea kuchokonoa na huku kuangalia namna gani anaweza kuwasaidia hawa watu ama abiria ambao wapo ndani ya lifti hiyo. Hawa machizi walikaa na wakawaza kitu gani hiki ambacho kimewatokea, na hata joto likaanza na dada taratibu akaanza kuvua nguo ili mradi kidogo kupata wepesi. Mchizi hapa kama anajipaisha paisha hivi maneno mengi, anaongea na ubidada, na huyu mchizi hapa alimsogelea dada huyu. Dada akaona mbona mchizi unanisogelea sana, kuna shida gani Emu tafadhali naomba uniache mkaa na mimi mbali. Akamchana makavu. Did you just touch my ass? What? Keep your hands off me. Sala alimlalamikia Vice kama kamshika, na Vice alishangaa, lakini taa za lifti zikazima zikawaka. Hapa jamaa anawaambia hakika fundi yupo katika matengenezo, jamani msijali kwa usumbufu. Basi Dauti aliingia moja kwa moja mpaka ndani ambapo kuna mitambo za hizo lifti, na akaanza kupekua katika namba ya boksi za lifti ambayo watu wale walengwa wamepanda. Basi akila akikolokochoa anaambia hakika anaona kila kitu kiko sawa. Sasa hili tatizo sijajua limetokea wapi, lakini hapa kuna kitu cha ajabu jamaa anakiona. Anaona sura ya mzimu ambao uko ndani ya lifti, kamera inapowaka inazima. Yeye kitu hiki kilimshangaza na akatamani kumshirikisha mwenzie, lakini mwenzie alikuwa yuko busy. Taa zikaendelea kuwaka na kuzima. Jambo zito ndani ya lifti linatokea bila kujua nani ambaye amefanya. Sala amejeruhiwa kwa kupigwa na kudondoka chini, na mtu aliyemjeruhi Sala hajajulikana, lakini watu wote wakamshangaa Vice kwa sababu kulishotokea na ugomvi ama kama neno kidogo kamzozo, bwana usinishike nisogelee huko. Kwa Beni akamwangalia Vice na kumwambia, wewe kwa nini umemfanyia bidada jambo kama hili? Hakika wewe ni mtu mbaya sana. Watu wote wakaanza kumlaumu, hata hawa ambao wanaongoza hizi kamera na kuangalia mzunguko wa wafanyabiashara ndani ya mjengo huu wakawaambia, emu elekezeni hilo tatizo tulione. Lakini damu hizi nyingi zilimrukia Vice katika suti yake. Kwa hiyo watu wote wakaanza kumshtumu Vice. Kwa uoga akamwambia, jamani hakika shahidi Mungu na ardhi, mimi sihusiki na kitu cha aina yeyote. Basi jamaa akamwambia, hakika kaeni sawa na msifanye mavurugu, huyo mtu mwekeni mbali. Wakajaribu kufungua ile milango ya lifti, alau kama itafunguka wafunguke. Beni na mama hapa wakaanza kujadiliana, hata Tony akachangia. Kila wakajitahidi, lakini milango ya lifti hiyo haikuweza kufunguka. Hata Vice alipotaka kuwasaidia wenzie walishamtenga kwa sababu walimuona mtu mbaya. Upande hapa Bowden anapokea simu kwamba anaambiwa kuna jengo hapa 333 limepata tatizo. Jamaa alishangaa kwa sababu ndipo alipo mtaa huu, na ndipo alipotoka kumsaidia huyu mzee alipotaka kupigwa na kichupa kile ama kigamba kilitoka juu ya anga. Basi huku hii sura ikawa gumzo. Sasa jamaa anamwambia, umeiona hii sura ya huu mzimu katika kamera? Nimekurudishia nyuma kwa sababu inaonekana kuna jambo la tofauti. Hata mimi mama yangu alikuwa ananadisia habari hizi za mizimu. Haya, askari polisi alifika na hawa majamaa walinzi wakamwambia, bwana hawa watu wamepanda ndani ya lifti, lakini mpaka sasa hivi wamenasa na lifti imepata matatizo. Lakini watu wote sasa hivi wanamuhisi huyu hapa Vice ndiyo ambaye muhanga, ambaye anaonekana yeye ndio amesababisha tatizo kwenye lifti kwa wenzake. Please just remain calm. We're working hard to get you out of there. Shouldn't be much longer. Which guy? That guy right there. And have the fire department send some guys. Call the elevator company and have them send someone. Licha askari polisi kuwatuliza na kuambiwa hakika huyo mtu mnamuhisi vibaya, mwacheni kama jinsi alivyo, na hakika serikali na kila kitu sisi tunakishuhudia. Kwa hiyo tutaendelea kufanya, tuangalie namna gani tunawanusuru hapo. Ilibidi askari huyo apige makao makuu kwa viongozi wake na baadhi ya mashirika kama fire pamoja na maaskari ambao kazi yao kunini kuwanusuru, na akaambia kila mmoja achukue kitambulisho chake aweke karibu na kamera ili mradi tufahamiane vizuri. Lakini
lakini kutokana na kamera ilikuwa haichukui vizuri vile vitambulisho, ikabidi waangalie katika listi ya watu ambao wameingia hapa. Basi baada ya kuangalia walikuta majina baadhi, lakini kasoro jina moja tu la Tony ambalo halikuwepo ndani ya lifti. Na huku lifti iliwaka tena na kuzima, lakini Sala anaona maono kama kuna watu wote ambao wapo ndani ya lifti hii wamekufa, yani yeye na wenzake wote wamekufa. Sala haelewi kitu gani ambacho kinaendelea, ikabidi aanze na taaruki, lakini taa hazikutaka kuwaka. Taa zinakuja kuwaka tu, yule mtu ambao alikuwa anamuhisi yeye ndio ambaye alimfanyia Sala hivyo ameingia na kigae katika shingo na amefariki dunia. Maaskari taharuki, maaskari hawajui kitu gani cha kufanya. Sasa abiria mmoja katika abiria watano tayari ameshafariki dunia, na si mwingine bali ni Vinci tayari ameshakufa kutokana na mtu ambaye hajulikani ni nani ambaye amemuua. Basi huyo askari anamwambia hakika huu ni mpango wa shetani, na huo unaitwa ni mkutaniko wa shetani. Shetani huyu amekutanisha watu ili mradi awafanyie kitu ambacho hawa watu wanaonekana wana dhambi kubwa. Huyu askari alielezea na akasema, mamangu alishawahi kunihadithia hadithi kama hii, lakini hakuna mtu yoyote aliyetaka kumwamini. Na askari mwenzie ambaye alikuwa yuko naye katika lindo akamtoa kwa sababu alitibua mambo. Call it the devil's meeting. So today, people get hurt. Someone committed suicide. Now a man is dead. He takes human form before stealing them away and torments the damned on earth. Is this guy for real? Look, I'm sorry. Kwa kuwa hakuaminika, Dauben aliendelea kufanya na akasema, hakika huyu mtu aloingia hapa yeye mwenyewe hajaingia na kitambulisho. Na kwa nini hakuingia na kitambulisho? Ina maana huyu yeye atakuwa ndo mhusika. Sasa hivi anaisiwa Beni ndio ambaye amefanya matatizo. Lakini kutokana na baadhi ya watu na imani zao, unajua tena serikali ni ngumu kuamini masuala ya kishirikina, kwa sababu kila mmoja humu ndani ya lifti anakataa yeye hajaua. Sasa aliyeua ni nani? Kwa hiyo wakabaki katika gumzo. Askari fire wakafika na wakasema, huo mwili wekeni pembeni na nyinyi wote mkae sehemu moja, kwa kuwa tunakuja na tutakusaidieni na nyote mtatoka salama. Na wakataka kuangalia kitambulisho na nani ambaye alikuja kukutana naye. Ikajulikana huyu Vinci yeye ni mfanyabiashara mkubwa, na hapa kuna mtu amekuja kukutana naye. Basi alipokuja huku na baadhi ya maaskari wenzake wakajadiliana, wakasema hakika hatujui, lakini watu wengi wanasema huko, maaskari wenzetu wanasema huu ni mpango ama ni hatua tu za shetani ambazo sasa hivi ndizo ambazo yeye anazichukua bila kutaka kushirikisha mawazo ya kibinadamu. Ina maana binadamu hai inasadikika wamefanya kitu kibaya, ndio maana wamekusanya sehemu moja. Basi wakashauriana na wakajadiliana, lakini jibu zuri lile ambalo lilikuwa linatakiwa likakosekana. Akaja mpaka kwa huyu tajiri ambaye alikuwa anakuja kufanya biashara na Vinci. Akamwambia Vinci amekufa ndani ya lifti, kwa hiyo je, unajua jambo lolote juu ya Vinci? Akasema Vinci najua mimi. Kweli anaweza akawa na changamoto, lakini changamoto hiyo hatujajua imetokana na nini ndani ya lifti. Kila mtu anasema huko hajaua. Sasa tutashindwa kusaidiana. Maaskari wa zimamoto walikuja wakajitahidi kufungua milango ya lifti, lakini ilishindikana. Na hapa Tony akataka kuondoka yeye mwenyewe ndani ya lifti hii bila kusaidiana na mtu yoyote, na Beni alichukia na akamwambia, bwana rudi hapa, ikiwezekana tupambane tuondoke wote. I can maybe figure out what's wrong with this thing. He's trying to escape. You knew what I was doing! I told you what I was doing! What the hell are you doing? We're all gonna stay right here. Kila mmoja alitaka kupambania maisha yake, lakini huku nje maaskari polisi wanaendelea kufanya uchunguzi wa hawa watu wametokea wapi, hawa watu wanaishi maisha gani, hawa watu wana maisha gani. Lakini maneno ya huyu askari wa kamera ndiyo ambayo sasa hivi amekuwa gumzo, na jamaa akamwonyesha, bwana je, hii picha imetokana na nini? Wakasema labda kamera hizo ni mbovu tu, zimevuta taswira. Akamwambia mimi mwenyewe nilipataga matatizo miaka hii hapo, na huyu mtu alofanya matatizo ya familia yangu, hiko ndio karatasi yake, ama huyo ndio alosababisha ajali kwa familia yangu. Hata mimi mwenyewe namtafuta. Kwa hiyo simjui alofanya matatizo hayo, lakini siwezi nikasema ni mpango wa shetani. Na hata hapa dada aliposema ameshikwa, walipogusa vizuri na kurudisha, kumbe huyu jamaa hakumgusa. Kwa hiyo swala lili sasa hivi ndio ambapo wanaliona. Sasa upande wa hapa Dauti anaingia chini kabisa aende kutengeneza hii lifti, na kwa sababu yeye ni fundi na hizi ndo kazi zake, basi aliamua kuingia moja kwa moja. Lakini ndio koro yake ilipoita, mwisho wa siku kapata kitete, na mwisho wa siku anajikuta anakufa.
Hang on a second. You gotta stop disappearing, seriously. Dwight, where are you? Gotta get us in that car right now. Dwight, this is serious. Fundi alidondoka na kufa moja kwa moja, na hawa watu walipata kujua mshtuko kwa sababu alidondoka, na hata maaskari walipoangalia vizuri walijua ameshakufa. Alama ya damu juu ya lifti zinaonekana. Benny anajua huyu mtu ambaye alikuwa anatengeneza tayari ameshauawa, na alipotaka kufungua juu ilimadi wamwangalie, ikiwezekana muingize ndani, vile vile imeshindikana. Askari polisi alikuja akasema hakika fundi ameondoka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo kama kuna fundi mwingine ama tuitwe wataalamu, lakini mahisi na kila mtu alikuwa anahisiwa ndani ya lifti hii kama yeye ndiyo kisababisho. Wakaangaliwa jinsi walivyokuja, wengine waliingia ndani hapa. Mfano huyu Tony yeye alikuja na begi jekundu lile pale amelivaa, lakini ndani ili begi hana. Kwa hiyo kila mtu akawa anajiuliza maswali, ili begi ameliweka wapi, ama ili begi ameliacha kwa nani? Kwa hiyo labda yeye ndiye ambaye ameasisti huu mpango, ama yeye ndiye ambaye amepanga. Taa zinawaka tena zinazima ndani ya lifti. Watu jaziba wanajua taa ikizima ikiwaka basi kokoliko mtu anaondoka. Taa kweli bwana zikazima. Jamaa kuwasha taa, mmeona kifuliko, shetani kwa mbali anaonekana. Sasa buliani wanakuja kuangalia, baada ya kuwasha taa ama kuwasha kibiriti, wanakuta mwanamama ameenda dunia. Maybe, if I could just check the wiring. Turn on the lights! Hali inazidi kuwa mbaya na mtu mwingine amepoteza maisha. Askari akaanza kujiuliza hawa walikuja kufuata nini, na ikawataka waanze kufanya uchunguzi. Hawa watu huenda labda pengine wamepangiwa mpango, kwa sababu maneno aliyoambiwa na huyu jamaa hawajataka kuamini kama mpango huu ni wa shetani. Wakaanza kufanya uchunguzi. Huyu alikuja kukutana na nani? Basi wakalichukua lile begi la Tony kuliangalia, wakakuta tu vifaa kibao, screwdriver, spana na mambo ya kufungulia bisibisi. Wakajua huu kabisa ni fundi. Ukweli ni kwamba uliofichika, huyu jamaa alikuja kufanya interview ndani ya gorofa hili. Kwa hiyo askari huyu akaona hawataki kumwelewa, yeye akaanza kuwapelekea tu dua, Mwenyezi Mungu asaidie, Mungu alinde. Hawa watu waliposikia dua hiyo inakuja, Benny pamoja na Sala, wao kwa wao wakaanza kuingiwa na hofu, na wakatamani kutambuana, na wakatamani kujuana, kwa sababu mpaka sasa hivi watu wawili katika lifti hiyo wameshakufa, lakini Tony anaonekana kama ndio mbaya sasa hivi. I know your name. I'm Sarah. I'm Ben. I'm Tony. Wasiwasi ulikuwa kwa bibi Sala, kwa sababu Sala yeye alishakula hela nyingi za watu. Kwa hiyo hapa leo alikuja kwa wakili wake. Kwa hiyo yeye alimdhania Tony ndiye muuaji ambaye ametumwa na mumewe. Maaskari baada ya kuona ugomvi ule akawaambia kila mmoja aangalie mbele, asiangalie nyuma, mpiane migongo na wala msiangaliane usoni. Baada ya kukaa kwa muda mrefu, na maaskari wakaendelea kujiuliza huyu mtu anayefanya mambo haya ni nani, na nani yupo nyuma jambo hili? Maana watu akidhaniwa huyu ndio muuaji, mwisho siku anakufa huyo muuaji anayedhaniwa. Sasa anayefanya mambo haya yote, lakini huyu mchunguzi mwenzia anamwambia hakika nalolijua ni hili hapa. She asked going to see a lawyer on 42. Quiet down. Did you have a meeting today with Sarah Caraway? Who has motive to hurt her? She was attacked. Start with the person closest to her. Baada ya kuondoka na maneno yale ya yule ndugu yake, akaenda kumtafuta huyo wakili wa Sala, na akatamani waojiane ili mradi wakae na wajue kitu gani ambacho kinaendelea juu ya Sala na huyo mume wake, na kwa nini sasa wamepangwa wakutane hapa. Lakini sasa hapa kuna jambo moja, hii lifti haipeleki gesi vizuri ya hewa. Kwa hiyo ilibidi waje wa chokonoe, lakini sasa hapa mzee anakutwa anapigwa na shoti, na yeye mzee anapoteza maisha kwa sababu ya shoti kali. Kwa hiyo taharuki inaendelea.
Kwa hiyo kila walipotaka kujua namna gani watawasaidia wale watu ambao wapo ndani ya lifti, yaani ukishoboka kusaidia wale watu ambao wako ndani ya lifti lazima umauti ukukute. Sasa askari anaanza kumuhisi yule Beni na kusema Beni ndiyo muhusika, kwa sababu cha kwanza amevaa jezi ama uniform na yuko ndani ya lifti. Umeelewa? Mpaka sasa hivi Beni anaonekana yeye ndiyo muuaji, kwa sababu yeye amevaa fomu hizi na hayupo katika attendance ama mahudhurio ya watu ambao wao wanatakiwa wawe hapa wanafanya kazi. Kumbe yeye alikuwa ni mwajiri mpya, lakini ghafla taa tena inawaka inazima, taa tena inawaka inazima, yaani ukisiwa tu. Use the screens as flashlights. Keep the light on each other, keep shining it all around the elevator. Sala amini macho yake. Umeme ulipowaka anamkuta Beni zamani ameshakufa. Beni amenyongwa kichwa na Sala anajua Tony ndiye ambaye ameua na Tony anajua Sala ndiyo muuaji. Kwa hiyo kila mmoja amebaki katika sitofahamu. Askari akamwambia acheni. Jamaa anazidi kumsisitizia, huo ni mpango wa shetani mzee. Hapo hakuna jambo la Mungu, au wote wanaonekana wanatenda dhambi mpaka mmoja atubie alichokifanya, huenda laana hiyo ikaisha ama shetani huyo akawaacha. Basi jamaa ikabidi awaambie, jamani, hakika msifanye jambo lolote, msiuane wenyewe kwa wenyewe, hakika tutawasaidia, wekeni hivyo vigae chini, wekeni hivyo vioo, msiuane. Kweli wakatii, lakini umeme unawaka unazima, unawaka unazima. Unapokuja tena kuwaka na kukaa vizuri, Sala zamani damu nyingi zinamtoka. Askari aamini kitu ambacho kimetokea, hata Tony aamini Sala kama tayari ameshakufa. Punde anakuja mke wake na Tony anaambia, jamani, huyo jina lake ni Tony Cruiser na huyo ni bwanangu mimi, na mimi ndio ambaye nilimuunganisha na hii kampuni ambayo anataka kufanya nao kazi, yani kama fundi makanika. Kwa hiyo hilo begi ambalo mmeliona hapo nilimwambia mimi asiingie nalo ndani. Kwa hiyo hakuwa na jambo baya wala hakuwa ni mtu mbaya, bali alikuja kufanya interview. Askari sasa anaanza kuamini na kufunguka, kwa sababu hakutakiwa kufanya jambo tu, lakini ajabu, yule mama aliyekufa anaamka na kila mmoja anamuona. Hatari. It's her. Are you ready for your turn now? Sasa kwa jambo hili askari polisi anagundua kwamba huyu mwanamama ndiye shetani, na huyu ndio mtu ambaye alikuwa anatumiwa na huyo shetani kama kulipiza kisasi cha shetani kwa watu wote wanne, na mtu wa mwisho ni Tony. Kwa hiyo hapa Tony anaambiwa, wewe hukunikosea mimi, lakini unakumbuka ulifanya nini miaka hiyo ya nyuma iliyopita? Kweli Tony anatuonyesha alikuwa anaendesha gari na mwisho wa siku akiwa amelewa, na mwisho wa siku akasababisha ajali. Mnajua gari la nani ambalo lisababishia ajali? Uoga wake Tony ulisababisha ajali na kushindwa kusababisha msaada kwa hawa watu ambao wasababishia. Na mtu aliyesababishia ajali si familia ya mtu mwingine, bali ya huyo askari ambao Bowden, picha inaanza, anagiwa pole kwa kifo cha mke wake. Kwa hiyo ilibidi Tony leo aungame, anasema miaka 5 ya nyuma iliyopita nilifanya makosa. Kwa hiyo shetani, usiniue tafadhali. Iko ndicho ambacho nakumbuka mimi, dhambi ambayo mpaka leo mimi inaniumiza. Kwa hiyo dhambi hii mimi naijutia. Shetani akamwambia, hakika nitakupa adhabu. My fault. Take me instead. It's all my fault. You think you can make some kind of bargain? I intend to. Take me instead, please. Stop saying that! Baada shetani huyo kumkanya na kumpa maonyo makali, na Beni taratibu alichukua kile kidude cha kuongelea na akaanza kutubia, jamani, kweli mwenzenu nimefanya makosa, tafadhali kama binadamu naomba nisamehewe. Niliua mama na mtoto wake bila kutegemea, na nikafanya jambo bila kukusudia. Kwa hiyo na pia kwa Mungu wangu nakiri kitu ambacho nimekifanya. Sasa askari polisi Bowden anajua mtu ambaye alisababisha ajali ya mkewe na mtoto wake ni nani, na nani ambaye aliua familia yake bila hili swala leo. Kwa hiyo na maana shetani aliwakutanisha hawa wote kwa sababu wote ni walengwa. You think you can be forgiven? I killed a mother and her son 5 years ago. I'm so sorry. Damn, I really wanted you. Chizi
aliungama na akaungama tena na akajua tatizo ni nini ambalo amelifanya. Shetani akamwambia, kwa kuwa umeongea ukweli, gorofa lile likawakatana likazimatana, na mwisho wa siku walibahatika kufungua. Na hata walipomtafuta yule mama ili mradi wamkamate hawakumuona. Jamaa askari ndo siku ya kwanza anaamini uchawi. Kama uchawi ni upo, miujiza ipo. Kwa kuwa binadamu wanafanyana vitu bila kutegemea, na binadamu wanafanya ubaya bila kujua kesho ina kitu gani. Kwa kuwa unamtendea mtu dhambi, mtu ambaye yeye hana dhambi na wewe, lakini wewe unachukua maamuzi yako tu mkononi kumuua. Kwa hiyo picha hii ya leo ama stori hii ama simulizi yangu ya leo Feibash inawaambia kwamba maisha tutukaeni kwa kutulia, tusikae kwa roho mbaya, tupendani kwa kuwa binadamu wote njia yetu ni moja. Wote tutakufa, tajiri anakufa na maskini anakufa. Kwa hiyo tuishi kwa adabu. Sio damu ya mtu wewe inaweza ikakupa wewe mafanikio, ama sio mafanikio ya kuua ama kufanya biashara ambazo hazimpendezi Mungu ndizo ambazo zinaweza kufanya wewe ukakaa maisha mazuri. Ishi kwa akili, ishi kwa adabu, toa misaada, saidia watu, pendana na watu, cheka na watu. Kwa hiyo watu wote uliona hapa wamekufa katika simulizi hii, katika simulizi ama picha yangu hii, wote hawa ni watenda dhambi wakubwa, lakini Tony ametubia dhambi zake. Ina maana wale wote walikuwa ndani ya lifti hii wangetubia dhambi zao mapema, ama wangejua kitu gani ambacho kingewataka wafanye, basi wote wangetubia na wote wangepona. Leo askari amemkamata mtu ambaye ameua familia yake, lakini anamwambia, mimi sitaenda na wewe kokote kwa kuwa familia yangu imekufa miaka mingi, basi nimekusamehe. Lakini siku ambao familia yangu imepata ajali, alau ungechukua ungepeleka hata hospitali kuliko kuitelekeza pale na kukaa muda wote. Wala mimi nisinge kuchukua hatua yoyote kwa sababu ni ajali, na ajali ni bahati mbaya kwa kuwa wewe kufanya kwa kusudia, bali ni pombe ama ni ujana tu. Jamaa anakumbuka maneno yale, machozi yanamtoka. Akikumbuka watu wote walikuwa nao ndani ya lifti, anazidi kuchoka. Watu walihisiana na kuhisiana mpaka wakaisiana tena. Kumbe hawa wote walikuwa ni wabaya. Wanangu wa Tam TV Recap, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na Tam TV Recap, basi usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe. Na wale wadau ambao wanatamani kufanya nasi matangazo, basi Tam TV pekee, kisiwa cha burudani. Chao, tukutane katika episode ijayo. Chao.